Sipeni. Baadaye nitamuuliza kama alimuoa Yesu. Sipeni. Haya mtu huyo. Nisaidie kitabu kinaitwa Korintho wa kwanza. 15:15 inasemaje? Korintho wa kwanza 15:15 inasema, hebu mpe maiki ndugu yangu kwanza. Huyu Yesu alikufa kwa sababu gani? Kwa dhambi zetu. Huyu ni kwenda dhambi gani aliyokufia Yesu miaka 2010 iliyopita? Aliondoka duniani sasa hivi mpaka saa hii. Tangu aondoke ni miaka 2010. Ninakuuliza wewe, kwa ile miaka 2010 ulitenda dhambi gani aliyokufia Yesu? Kuna mambo yenye alikuwa amechia kwamba wanadamu wote si wakamilifu, ndio akabidi kwamba hakufa kwa dhambi. Sasa wewe dhambi zako ulizotenda miaka 2010, wewe ulikuwepo wakati anaondoka? Ulikuwa umezaliwa? Sikuwa hapo. Sasa kama haupo hapo, dhambi gani zako wewe umefanya saa hii, si kweli? Aya mtu huyo asome 15:15 wa Korintho wa kwanza. Unasemaje? Kwa maana ndio na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo. Na wewe unavyosema umeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu uongo ya kuwa alifanya nini? Alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Mtamaiki. Kumbe kuna watu walimshuhudia Mungu uongo ya kwamba alimfufua Yesu ambaye hakufanya nini? Hakumuona. Mtamaiki arudio. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kumbe tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Mpaka maiki kidogo niongee naye. Muongo kwa Mungu anakubalika? Hapana. Hakubaliki. Haya maliza. Huo uongo ni gani? Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alifanya nini? Alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Mpe maiki. Hayo maneno ya kusoma sehemu yote ambayo unafanya ibada wewe, unaweza ya nini, ya kweli ama ya uongo? Kuna yenye tunafanya ingine ya ukweli na ingine ya uongo. Kumbe ndani ya Biblia kuna maneno mengine. Mpe mliko huko maiki, mliko huko kamera msanii. Mliko huko kamera.